Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, na kushukuru kwa ajili ya rehema na neema zako. Asante mfalme wa wafalme, nipo mbele zako saa hii nikiliinua jina lako. Ni Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Tamalaki katika kipindi hiki chote cha saa ya neema ambacho Baba kinakuja kila siku na kila baada ya masaa mawili matatu kinakujia mbele yako kwa namna ya kitofauti kabisa. Mtu huyu anayesikia, Roho Mtakatifu uonekane wewe, mimi nipotee, wewe uinuliwe kabisa. Neno hili likawe uponyaji, neno hili lifanye mabadiliko, neno hili liwe uzima, neno hili lilete tumaini kwa huyu mtu anaenda kusikia saa hii. Karibu Roho Mtakatifu, tamalaki, tumia kinywa changu, tumia akili zangu, tumia kila kitu cha kwangu kwa utukufu wako, na wewe ndio udhihirike zaidi, mimi nipotee kabisa. Asante kwa maana Roho Mtakatifu utakuwa pamoja nami tangu mwanzo mpaka mwisho, na kabidhi kipindi hichi mikononi mwako. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Ninakukaribisha ndugu yangu, ni saa ya neema tena inakujia mbele zako, na katika hii saa ya neema nataka nikushirikishe jambo linalosema maisha ya Mkristo yenye matendo. Tunaposema maisha, ni namna ambavyo unapokuwa kwenye system ya Ukristo, kuna namna ya kuishi, kuna namna ya kuenenda, kuna namna iliyo bora mbele za Mungu. Kama kuna namna iliyo bora mbele za Mungu, yamkini kuna maisha tulikuwa tukiishi kwa namna isiyo bora mbele za Mungu. Kwa hiyo nataka tuangalie neno lililotoka kwenye kile kitabu cha Warumi 6 na ule mstari wa 22. Warumi 6 na ule mstari wa 22. Warumi 6 na ule mstari wa 22. Biblia inasema maneno haya: lakini sasa mkisha kufunguliwa kutoka dhambi na kuwa watumwa wa Mungu, mna matunda yenu hata patakatifu, na mwisho wake ni uzima wa milele. Na mwisho wake ni nini? Ni uzima wa milele. Nitaulia tena: lakini sasa mkiisha kufunguliwa kutoka dhambi na kuwa watumwa wa Mungu, mnao matunda yenu hata upatakatifu, na mwisho wake ni uzima wa milele. Na mwisho wake uzima wa milele. Maana maisha ya Mkristo yenye matendo kulingana na Warumi 6 na ule mstari wa 22 inamaanisha hivi. Waraka huu unaeleza jinsi maisha ya Mkristo yanabadilika baada ya kuokolewa. Mtume Paulo anaeleza kuwa Mkristo sasa Mkristo namba moja amefunguliwa kutoka kwa dhambi. Maisha ya kweli ya Kikristo yanaanza kwa kuachana na dhambi. Hii ina maana ya kuto kutawala tena hii ina maana ya kuto kutawaliwa tena na dhambi, sio tu kwa maneno bali kwa matendo ya kila siku. Wewe ambaye ni Mkristo, angalia dhambi isichukue nafasi kwenye maisha yako.
dhambi isiwe kielelezo tena kwenye maisha yako. Lakini namba 2 ni mtumwa wa Mungu, unakuwa ni mtumwa wa Mungu. Maisha ya Mkristo yenye matendo, wewe unakuwa ni mtumwa wa Mungu. Mtumwa wa Mungu anamaanisha kuishi chini ya maisha ya Mungu kwa hiari, kutii mapenzi yake na kufanya kazi yake. Hii ni kinyume na kuwa mtumwa wa dhambi. Matendo ya Mkristo huonyesha utiifu kwa Mungu. Narudia tena, matendo ya Mungu matendo ya Mkristo yanaonyesha utiifu kwa Mungu. Hiyo ni kuwa mtumwa wa Mungu, ukubali kuwa mtumwa wa Mungu. Lakini namba 3, maisha ya Mkristo maisha ya Mkristo yenye matunda. Namba 3, uzaa matunda ya utakatifu. Utakatifu manake kujiweka wakfu mbele za Mungu. Wewe ishi tena kwa maisha ya utakaso. Utakaso unakuja kwa kuijua kweli ya neno la Mungu. Utakaso hauji kwa kuomba toba asubuhi, baadaye unarudia tena. Mchana, jioni unarudia tena. Mtakatifu ni mtu aliyojiweka wakfu. Kazi yake ni kujitakasa tu. Kwa hiyo uzaa matunda ya utakatifu. Matendo ya Kikristo yanayoonekana katika tabia takatifu na maisha ya heshima mbele za Mungu. Hii ni pamoja na maadili mema, upendo, subira, kujizuia, uaminifu na matendo mema. Lakini namba 4, mwisho wake ni uzima wa milele. Tumejaribu kuiangalia ile Warumi 6 na ule mstari wa 22. Mwisho wake huyu mtu atakuwa ameingia kwenye uzima wa milele. Kwa hiyo matokeo ya maisha haya yaliyojaa matendo mema ya utakatifu ni zawadi ya uzima wa milele. Hii ni tofauti na mshahara wa dhambi ambao ni mauti, kwenye kile kitabu cha Warumi 6 na mstari wa 23. Kwa hiyo maisha ya Warumi pale 6 mstari wa 22 yana tofauti na maisha ya 6:33. 6:23, maana 6:23 inasema mshahara wa dhambi, jawabu la dhambi, zawadi kutoka kwenye dhambi ni mauti. Kwa hiyo maisha ya Mkristo yenye matendo ni maisha ya kuachana na dhambi kabisa. Ni maisha ya kuachana na dhambi kabisa. Ilienda sehemu fulani, mtu mmoja akatamani kuwa na ushirika na Kristo, lakini akaja kaniuliza, mchungaji, mimi biashara yangu ya pombe itakuwaje? Bila kuuza pombe watoto wangu wajaenda shule. Kinamna kawaida ameongea kutoka kwenye vilindi vya moyo wake. Lakini nini kinasema kwenye neno la Mungu? Ole wake anayemtia kilewa mtu mwingine. Kwa hiyo maisha ya Mkristo yenye matendo ni kuachana na dhambi kabisa, kumtumikia Mungu kwa utiifu, kuonyesha matunda ya Roho katika tabia na matendo. Tabia na matendo. Kupigania utakatifu kila siku. Kupigania utakatifu, kujiweka wakfu, kujitakasa, uwe mtu wa kusoma neno, mtu wa maombi. Kila siku ni kitu endelevu. Kutazamia uzima wa milele kwa matumaini thabiti. Sasa naweza kukuleta kwenye mifano ya watu ambao walikuwa wakiishi maisha ya Mkristo yenye matendo kwenye Biblia.
watu ambao walikuwa wakiishi maisha ya Mkristo yenye matendo. Tunamwona mtu mmoja alikuwa anaitwa Yosefu au Yusufu kwenye kile kitabu cha Mwanzo 39 mpaka 50. Aliishi kwa utakatifu katikati ya majaribu. Katikati ya majaribu alikataa kufanya uzinzi na mke wa Potifa, Mwanzo 39 na ule mstari wa 9. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu hata alipoteswa na kufungwa kimakosa. Hata alipoteswa na kufungwa kimakosa. Mwisho alitumikia taifa zima kwa hekima na hofu ya Mungu. Haya ni matokeo mtu anayeishi maisha yenye matendo. Hayo ni matokeo ya mtu anayeishi maisha ya Mkristo ya kimatendo. Lakini tunamkuta Danieli pia kwenye kitabu cha Danieli 1 mpaka 6 pale, mstari wa 1 mpaka 6. Mtumwa wa Mungu katika nchi ya ugenini. Alikuwa ni mtumwa wa Mungu katika nchi ya ugeni. Hakutaka najisi kwa chakula cha kifalme. Ni wewe ukienda sehemu ukiona manjumati, moyo wako unaumimina kwenye chakula. Danieli hakuwa wa namna hiyo. Alikuwa yuko makini sana. Hakuwa jinsi hiyo. Alimaanisha Daniel. Tunaona kabisa hakutaka najisi kwa chakula cha mfalme kwenye Danieli 1 na ule mstari wa 8. Alafu aliendelea kumwomba Mungu mara 3 kwa siku hata alipokatazwa. Nini wewe unaofanya ukisafiri ukienda kwenye mji mwingine? Nini unafanya ukiwekwa jela? Nini unafanya ukiwepo katika mateso? Je, unaacha taratibu za maisha yako kimatendo? Tunamwona Daniel aliendelea kuomba mara 3 kwa siku katika nchi ya ugeni. Lakini alitenda kwa uadilifu na kupata kibali cha mfalme. Alitenda kwa uadilifu na kupata kibali kwa mfalme. Lakini tunamkuta mtu mwingine anaitwa Paulo kwenye Matendo ya Mitume 9 na kuendelea pale. Paulo tunaona aliokolewa kutoka kwa dhambi na kuwa mtumwa wa Kikristo. Nini sasa? Alikuwa mtesaji wa Wakristo, lakini baada ya kuokoka akawa mhubiri mkuu kwa Injili. Alivumilia mateso, kifungo na hatari kwa ajili ya Kristo. Ndugu zangu, sio kama tunatumika katika raha. Wakati mwingine tunakutana na magumu, tunakutana na vitu ambavyo vigumu sana kwenye maisha, lakini shauri la Bwana huwa linasimama. Hatuwezi tukaenda kinyume na kusudi la Mungu. Hapana. Tunaona Paulo alivumilia mateso, kifungo na hatari kwa ajili ya Kristo. Alizaa matunda mengi ya rohoni kwa kuanzisha makanisa na kuwafundisha wengi. Kwa kuanzisha makanisa na kuwafundisha wengi. Alianzisha makanisa na kuwafundisha wengi. Lakini pia tunaona mfano wa 4 wa Ruth 1 mstari wa 1 mpaka wa 4 pale. Tunaona mfano wa utiifu na upendo wa kweli kwa Mungu. Utiifu na upendo wa kweli kwa Mungu. Alimwacha Mungu wa Moabu, yani mizimu, mambo ya tambiko kama kule kwetu Ifakara kule Morogoro namna ilivyo. Yani Ruth aliamua kuacha Mungu wa Moabi na akamfuata Mungu wa Israeli. Alimwacha Mungu wa Moabi na akamfuata Mungu wa Israeli. Alimhudumia Naomi kwa uaminifu na kwa matendo ya huruma. Mungu akambariki kwa ndoa takatifu
na kuwa katika ukoo wa Yesu. Tunaona habari za Ruth zikiwemo katika kitabu cha ukoo wa Yesu. Lakini pia tunamwona mtu anaitwa Enoko kwenye Mwanzo 5 mstari ule wa 21 mpaka 24. Aliishi maisha ya utakatifu wa hali ya juu. Biblia inasema Enoko alitembea na Mungu. Hakufariki kama wengine, bali alichukuliwa moja kwa moja na Mungu kwa sababu ya maisha ya haki. Inatupa picha, kumbe ukitembea na Mungu, ijapo watu waona kwamba umekufa, lakini wewe unachukuliwa kwa sababu wewe ni mwenye haki wa Mungu. Kama unachukuliwa, kuna mahali unapelekwa kuishi. Kwa hiyo vile vile na upande mwingine, kama uishi maisha yenye matendo ya Mkristo, maana yake kuna mahali utapelekwa. Yani wanasema kienje akiruki kijiti. Zilongwa za huku, zitendo za huku, zitendo za huku, zilongwa za huku. Kwa hiyo tunaona kabisa hakufariki kama wengine, bali alichukuliwa moja kwa moja na Mungu kwa sababu ya maisha ya haki. Kumbe natupa picha, unapoishi kwenye maisha ya haki, Mungu hauwezi kuchukuliwa na kitu kingine. Mungu anakuchukua mwenyewe. Watu hawa waliishi maisha yenye matendo yanayoonesha kwanza ukombozi kutoka kwa dhambi, pili utumwa wa Mungu kwa hiari, tatu matunda ya utakatifu. Matunda ya utakatifu. Lakini si matunda ya utakatifu tu, tunaona tumaini la uzima wa milele. Ishi maisha yenye matendo, maisha ya Mkristo yenye matendo, kuna tumaini la uzima wa milele. Tunaona kwenye Efeso 2 na ule mstari wa 10 inasema, maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Hivyo kila Mkristo anaitwa kuishi kwa matendo ya haki na utakatifu. Kuna vitu kadhaa vya kiroho vinaweza kukusaidia katika kuishi maisha ya Mkristo yenye matendo. Kitu cha kwanza, kutubu dhambi kikamilifu na kuacha maisha ya dhamani. Kuna maisha ya kale ambayo ndugu yangu ya kupasa uyaache hayo maisha ya kale. Toba ya kweli huambatana na kuacha na maisha ya dhambi. Wakorinto wa pili 5 na ule mstari wa 17, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya na ya kale yamepita kwake. Mkristo anapaswa kumaanisha kuishi maisha mapya yaliyo huru kutoka kwa utumwa wa dhambi. Kutoka kwa utumwa wa dhambi. Namba 2, kujitoa kuwa mtumwa wa Kristo kwa hiari. Kujitoa kuwa mtumwa wa Kristo kwa hiari. Kwa hiyo kuishi kwa kumtii Mungu kwa moyo wote kama Bwana na Mwokozi. Hiyo tunaona katika kitabu kile cha Warumi 8 au Warumi 6 na ule mstari wa 18. Hii ni kujitoa kwa mapenzi ya Mungu badala ya tamaa za mwili. Badala ya tamaa za mwili. Kumbuka miili tuliyokuwa nayo ina tamaa. Miili tuliyokuwa nayo ina tamaa, ina uhitaji, inataka. Kwa hiyo inatakiwa kujitoa kama mtumwa wa Kristo kwa hiari, sio kwa kushurutishwa. Ati baba ameokoka, mama ameokoka, na wewe unashurutishwa kuokolewa. Kuokolewa ni neema.
na ni mchakato pia. Kuokolewa ni neema na ni mchakato pia. Kwa hiyo sababu nyingine ya tatu ya kuishi kama Mkristo mwenye matendo, kusoma neno la Mungu kila siku. Biblia ndiyo mwongozo wa maisha ya haki. Zaburi 119 na ule mstari wa 105 nasema, neno langu ni taa ya miguu yenu, uniongoza. Kwa hiyo neno la Mungu litakuongoza, litatumika kama taa ya miguu yako. Lakini inasaidia kujua mapenzi ya Mungu na kuzuia kuanguka tena katika dhambi. Unaposoma mara kwa mara neno la Mungu, hiyo inakudhihirishia kutokurudi tena dhambini. Lakini kipengele kingine cha 4 ni kuomba bila kukoma. Wathesalonike 5 na ule mstari wa 17. Maisha ya maombi humaanisha ushirika na Mungu. Lakini maombi huleta nguvu ya kiroho dhidi ya majaribu na udhaifu wa mwili. Kuna nguvu unaongezewa ukiwa unaishi maisha ya Mungu. Lakini sababu nyingine ya 5 ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho hutufundisha, kutukumbusha neno na kutuwezesha kuzalisha matunda ya kiroho. Wagalatia 5 mstari ule wa 22 mpaka 25. Kwa hiyo Mkristo hapaswi kuishi kwa nguvu zake mwenyewe, bali kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sababu ya 6 au pointi ya 6, kushiriki ibada na ushirika wa waamini wengine. Biblia inasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine, kwenye Waebrania 10 na ule mstari wa 24 mpaka 25. Usiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Lakini pointi namba 7, kuishi maisha ya Mkristo yenye matendo ni kutenda matendo mema kwa watu wengine. Imani bila matendo imekufa. Yakobo 2 mstari wa 17 inasema imani yoyote bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo imani yoyote lazima iambatane na matendo. Matendo mema ni ushuhuda wa maisha ya Kristo ndani yetu. Tunapokuwa na matendo mema, tunamshuhudia Kristo ndani yetu kwa watu wengine, kama kusaidia maskini, kutembelea wagonjwa na kusamehe wengine. Lakini pointi ya 8, kudumu katika utakatifu na maisha ya kila siku. Utakatifu ni ushahidi wa mabadiliko ya kweli. Tunaona kwa kile kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wa 15 mpaka 16 inadhihirisha kwamba utakatifu ni ushahidi wa mabadiliko ya kweli. Hii ni pamoja na maadili mema, tabia safi na maamuzi ya kumpendeza Mungu. Lakini namba 9, kuwa na moyo wa shukrani na unyenyekevu. Shukrani humfanya Mkristo aendelee kumtegemea Mungu na kutambua neema yake kila siku. wa Kolosai 3 na ule mstari wa 17. Lakini unyenyekevu huweka moyo tayari kufundishwa na kuonywa. Hapo kwenye kufundishwa na kuonywa, wengine ni mawe. Lakini namba 10 anasema kuwa tayari kuvumilia kwa ajili ya haki. Tuwe tayari kuvumilia kwa ajili ya haki. Pale unapotendewa mabaya, vumilia ili haki ichukue mkondo wake. Usiwe mtu mwenye kuamua kwa haraka. Siwe mtu mwenye kufanya maamuzi yako kwa haraka.
yatakuletea shida. Kwa maisha yenye matendo ya Mkristo yanahitaji bidii ya kila siku, kujitoa kwa Mungu na kutegemea neema yake. Hatua hizi hufanya maisha ya Mkristo yenye utakatifu, ushuhuda mzuri, na mwisho wake ni uzima wa milele, kama Warumi 6 na ule mstari wa 22 inavyosema. Kama utapenda maombi, ombi la Mkristo anayetaka kuishi maisha yenye matendo ya haki, utanifuatisha maombi haya ambayo yanasema: Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako kwa moyo wa unyenyekevu na shukrani. Asante kwa kuniokoa kutoka kwa dhambi na kunipa nafasi ya kuwa mtoto wako. Ninakiri kwamba bila wewe siwezi kuishi maisha ya utakatifu. Leo ninajitoa tena kwako. Ninakubali kuwa Bwana na mwalimu wa maisha yangu. Nisaidie kuachana kabisa na dhambi na tamaa za mwili. Nijalie moyo mpya wa utiifu, unyenyekevu na kutafuta mapenzi yako kila siku. Nijaze kwa Roho Mtakatifu wako, ili niweze kuishi maisha ya matunda ya haki, upendo, furaha, amani, subira, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Nisaidie kuchukua maovu na kupenda yaliyo mema. Nifundishe kulisoma neno lako, nipende maombi na niwe mshiriki mwaminifu wa ibada na ushirika. Naomba maisha yangu yawe ushuhuda wa kweli kwa wengine, katika maneno, matendo na mwenendo. Nifanye kuwa nuru ya dunia na chumvi ya dunia. Naomba mwisho wa maisha yangu niweze kurithi uzima wa milele, kama ulivyoahidi katika neno lako. Katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wangu nimeomba na kuamini. Amen. 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 Na kama utahitaji ratiba, wewe ulioko kwenye mtandao, unaweza kutumia namba ya simu ya kunipigia 0784 22 23 27. Nitakupa ratiba ya siku za maisha ya Mkristo yenye matendo. Nitakupa muda unaotakiwa uende mbele za Mungu, muda wa kutafakari, muda wa kushukuru, muda wa kusoma neno na mambo kadha wa kadha ambaye Mungu atakubariki kabisa. Karibu kwenye vipindi hivi ambavyo vinaendelea. Ukidumu katika ratiba hiyo ambayo nitakupa, utazidi kuzaa matunda na utakatifu, na mwisho wake ni uzima wa milele, sawa sawa na hiyo Warumi 6 na ule mstari wa 22. Na hata ukitaka nikupe katika kupakua katika mtindo wa PDF nitakutumia. Asante wewe ulionisikiliza, na sasa nataka niachilie neema kwa kadiri ya saa ya neema ilivyo. Uliye mgonjwa, uliye uwezi ambao uko kitandani, unayetaabika kwa namna moja au nyingine, ninataka kuomba na wewe saa hii. Ni saa ya neema, ni saa ya neema kwako, itakusaidia na Mungu ninayemtumikia atafungua kabisa. Baba, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye amemakinisha kwenye hali ya kuishi maisha ya Mkristo ya matendo, maisha ya kuacha dhambi, maisha ya kutafuta haki, maisha ya kujitoa, maisha ya kuiacha hii dunia. Ninaomba juu ya mtu huyu, yamkini saa hii anasumbuliwa na ugonjwa wa namna yoyote, anapita kwenye changamoto yoyote. Yesu Kristo, ninalituma neno lako sahihi liende likamponye na kumtoa kwenye maangamizo yake. Ni katika jina la Yesu Kristo awe mzima. Ni mimi mchungaji Phineas niliyoko Mwandege Zamazile, nilikuwa pale Mlati. Ninakukaribisha kwenye vipindi ambavyo vinaendelea kwenye Facebook, kwenye YouTube na kwenye TikTok, na utakutana na muujiza wako
katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakukaribisha, fuatilia mtiririko wa vipindi hivi na Mungu wa mbinguni atakuwa pamoja nao. Karibu sana. Kwa mawasiliano, namba zangu za simu ni 0784 22 23 27. Ni mimi mchungaji Phineas nikisema shalom shalom. Na mara zote ukiwevu namna hii ninavyofanya, wewe uliye mgonjwa ukiambatana na mimi, wewe ambaye furaha imeondoka kwako ukiambatana na mimi, kuna jambo jipya linakuja kwako sasa. Ho 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 rikata manshera rikamandora babobo shikaramanda dorobobo shikaraka tingaraka sompekediska kikaraskomskekika rimanda la babobo rek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 e. Manake nguvu za giza zinaenda kutindishwa, aliyokukosesha amani, amani inarudia tena kwako, ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Karibu sana kwa kipindi kingine ambacho nitakuletea baada ya masaa mawili mbele. Ni mimi nakukaribisha sana. Amen.